mrefu. Kama viongozi kwanza inawapa picha gani, lakini mchakato wa kufikia hapo mlipofika japo kwa hivi sasa ulikuwa vipi? Cha kwanza kabisa ni userious wa kulifanya jambo lenyewe, ambao nimwambia mkuu wa taasisi Engineer Harris Said yuko mstari wa mbele na analipambania hili jambo usiku na mchana. Alikuwa na wazo la kuwa na Yanga Soccer School, alafu kwenye kulitekeleza hilo wazo ndio kuna procedure ambazo amezipitia zimetugia mafanikio kwa muda mfupi. Cha kwanza kabisa aliwekeza kwenye taaluma yenyewe. Huwezi kuita watoto wafundishe mpira alafu hauna walimu wazuri wa kuwafundisha watu wenyewe. Ukiangalia hapa kwenye kila age kuna walimu ambao ni specific kwenye age hizo kufundisha watoto mpira. Wako wengine ambao tumewasajili kutoka katika vituo vingine, tulifanya scout yetu, tuligundua kuna walimu wazuri tukawaleta hapa, lakini pia amehakikisha kuna mazingira rafiki ya watoto kuja na wazazi wakaridhika. Unajua mtoto kwa mfano wale kule wale ni under 7 vidogo umeviona vile. Mzazi kugea mtoto wake katika umri ule aje ajifunze mpira sio jambo jepesi. Lazima mazingira yawe shawishi, mzazi aone usalama mwanae, aone mazingira yalivyo, hawa staff wanaolea hawa watoto, kila kitu kiko perfect kuanzia kwenye mazingira, usimamizi na kila kitu. Kwa hiyo inavutia sasa hivi wazazi kuleta watoto katika umri mdogo. Unaweza mkaona wale ni under 7 wanakuja saa 10 wameletwa hapa, wanafanya mazoezi yao, risali moja wanarudi majumbani kwao. Kwa hiyo cha kwanza ilikuwa ni userious, la pili ni uwekezaji wa jambo lenyewe kwa kutafuta watu wataalamu na maeneo mazuri ya kufanyia hiyo shughuli na wazazi wakashawishika. Ambacho tumejifunza, nchi yetu ina vipaji vingi sana. Platform ndo zinakosekana. Kwa sababu ukiangalia timu yetu iliyochukua ubingwa hiyo ya under 13 ligi ya vijana hiyo, kuna watoto wana vipaji, ingekuwa ndio wako labda La Masia, pengine after 3 years tungekuwa na Lamine Yamal mwingine alikuwa na miaka 16 anacheza timu ya taifa. Kwa sababu vipaji vyao watoto ni vipaji vya kipekee. Vipaji wanasema vina upekee ambao ingekuwa ni sehemu nyingine huko kidogo tu angeongezewa ingekuwa mbali. Lakini sisi tunafanya jitihada, tunapo sport talent. Kwa mfano sasa hivi niwaibie tu siri, kuna vijana hapa kama 5 kwenye program hii. Tayari tumeshaongea na wazazi wao, walikuja wakawa wanalipa. Sasa hivi club imechukua jukumu la kuwalipia hao vijana kwa sababu vipaji vyao, na tunawasimamia kutoka asubuhi jogoo wanavyowika mpaka wanavyolala. Club pia kuna wataalamu wanapata ripoti zao, maendeleo ya shule, kitu gani inahitajika kwa wazazi, kama kuna mahala ambako mzazi anakwama, club inaingia gharama ya kumsupport huyo mtoto kwenye mambo ya kitaaluma, mambo ya lishe. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo nikiri rais wa klabu yetu Engineer amewekea msisitizo kweli. Kwa maana yake ndani ya miaka 5 ijayo watu kampata mchezaji hapa akawa ni material iliyokamilika ya kucheza Europe kabisa, ilikuwa imeandaliwa vizuri. Kwa hiyo tunaamini ni mradi ambao mafanikio yake ya muda mfupi yanatuongezea nguvu ya kupambana zaidi, na tunaomba wazazi waendelee kutuamini Young African Sports Club kwenye mradi wa Yanga Soccer School. Mafanikio makubwa yatakuja zaidi ya ile kombe ambao tumepata. Mafanikio makubwa ni hawa vijana kudevelop na kwenda mbali zaidi kutumia mpira kwa sehemu ya ajira. Kumekuwa kuna uhaba wa wachezaji kwenda nje, hasa wa Kitanzania. Kwa quality ambayo mnaitengeneza ninyi, malengo yenu yako vipi? Kianzia kwa walimu, je, vipaji vinavyotoka hapa vinaweza kwenda kukompiti huko? Unajua changamoto ambayo tunaipitia sisi kama nchi, vijana ambao wako tayari kucheza Europe wanakwenda katika umri ambao sio sahihi. Kwa mfano, moja katika interview bora ambayo aliwahi kuifanya Bwana Samata alisema moja katika kitu ambacho anakijutia ni kwenda Europe umri ukiwa umeshafanyaje, umeshasogea. Maana yake anaamini alikuwa kwenye miaka 16 angeenjoy zaidi maisha ya mpira Ulaya kuliko umri ambao alikwenda. Sasa hiyo inakupa picha kwamba kumbe Ulaya kunafikika na vijana wanaweza kucheza, lakini cha kuzingatia ni umri sahihi. Sisi tukiwa na kijana wa miaka 12 leo 13 ambaye tunamwandaa katika misingi sahihi, tunaamini after 3 years akifika 16 17 atatani kwenda professional akiwa amekamilika. Maana yake hapa sasa sisi hatuandai tu mchezaji, tunaandaa bidhaa inayokwenda au inayokidhi mahitaji ya soko la Ulaya. Kama soko la Ulaya nataka bidhaa za namna gani, ndio tunazoziandaa hapa. Mtakuja kuona hapa, mtapata muda wa kurekodi, tuna talent za kutosha ambazo
mwenyewe zitakustaajabisha, lakini tunaweka jitihada kama nilivyowaambia kuhakikisha tukisha sport talent tunawekeza nguvu pia kama club. Nimeeleza vitu vya msingi hapa, kuanzia taaluma yake, kuanzia lishe, sijui mtu anakula vipi, program zake za mazoezi, club inagharamia kwa sababu tumeona kuna kipaji ambacho ndani ya muda mchache kinaweza kuwa na maslahi mapana kwa taifa letu. Paka misosi, yani mtoto sio mtoto hapa tushamuona na talent afike tena nyumbani gombania goli sijui hiyo ya baba, anatakiwa ale ashibe, apumzike, aende shule, tuangalie ripoti yake ya shule anaendeleaje, anakuja mazoezini, analala saa ngapi. Tuna wataalamu hapa wanafuatilia hizo kila detail kuhakikisha huyu mtoto anakuwa katika uangalizi mzuri. Ndio maana nawaambia engineer yuko more serious kwenye hii program kwa chochote kile, kwa sababu anaamini ndio program ambayo inaweza kuleta mabadiliko makubwa kwa taifa letu kwa kupata vijana ambao watauza barani Ulaya. Sasa tuambie, jioni hii kinakwenda kufanyika nini? Tumeona matents. Yes. Tulikuwa tupige parade kubwa leo hapa, lakini watoto hawa nao muda wa kuwapata kutoka shule imekuwa changamoto. Leo ni siku ya shule na wengi wanatoka mashuleni mchana saa 9, saa 10. Kwa wakatuomba wazazi kwamba parade ikianza mazingira ya foleni wangefika hapa usiku na shughuli ingekuwa imechelewa sana. Kwa wakati tu cancel ratiba ya parade tuje kwenye sherehe moja kwa moja. Na wana stage iko tayari pale, tunasubiri tu session ziishe 2-3 hapa tukaanze sherehe yetu pale, tuwapongeze. Matawi ya Yanga amekuja hapa, kuna zawadi kibao amekuja nazo. Tunataka tu encourage wa vijana waone kwamba wapo kwenye mikono sahihi na wanaweza kudevelop kwenda mbali zaidi inshallah. Ali, kaka zao tukija kwenye upande wa wakubwa ambao wao wanawaangalia kama role models. Tunaona timu tayari zimeanza kuripoti kuingia kambini. Sasa hiyo tutaongea baada ya sherehe. Hii baada ya sherehe. Tutaongea baada ya sherehe. Mambo yote hayo ya senior team tukishafunga sherehe tu njoo tupige maneno. Poa. Mrefu. Kama viongozi kwanza inawapa picha gani, lakini mchakato wa kufikia hapo mlipofika japo kwa hivi sasa ulikuwa vipi? Cha kwanza kabisa ni